Huko Cote d'Ivoire au Ivory Coast, kunasema kwamba mahakama imemuondoa kiongozi wa upinzani kwenye orodha ya wapiga kura. Mahakama ya mwanzo ya Abidjan nchini Cote d'Ivoire siku ya Jumanne Aprili 22 imeagiza kuondolewa kwa Tidjane Thiam kwenye orodha ya wapiga kura. Jaji anabaini kwamba hakuwa tena na uraia wa Cote d'Ivoire wakati alipojumuishwa kwenye orodha hiyo mnamo mwaka 2022. Jaji ameamua kwamba Tidjane Thiam alipoteza uraia wake wa Cote d'Ivoire alipopata uraia wa Ufaransa. Inatokana na kifungu cha 48 cha kanuni ya uraia ambayo inasema kwamba mtu mzima wa Cote d'Ivoire atapoteza uraia wa Cote d'Ivoire baada ya miaka 15 ikiwa atapata uraia mwingine kwa hiari. Mawakili wa Tidjane Thiam walijaribu kuthibitisha kwamba mteja wao alizaliwa Mfaransa na kwamba kwa hivyo kifungu hiki cha kanuni za uraia hakitumiki kwa mteja wao kwa vile alizaliwa akiwa na uraia pacha. Wanadai kuwa wamewasilisha hati za kiutawala kwa uamuzi huu. Tunaheshimu uamuzi wa jaji, lakini hatukubaliani nao, amesema wakili Rodrigue Daje, mwanasheria wa Tidjane Thiam ambaye alikatishwa tamaa na uamuzi wa mahakama. Yote yalianza kwa mpiga kura ambaye wakati wa mzozo wa orodha ya wapiga kura aliwasiliana na tume huru ya uchaguzi CEI kuomba kuondolewa kwa Tidjane Thiam kwenye orodha hiyo, akibaini kwamba yeye sio raia tena wa Cote d'Ivoire. CEI ilitupilia mbali madai ya mwombaji ambaye kisha kageukia mahakama ya mwanzo, kesi ikisikilizwa kwa faragha siku ya Jumanne asubuhi, kikao ambacho kila upande uliwasilisha hoja zake. Tidjane Thiam anashutumu kunyimwa haki. Kwa kuwa Tidjane Thiam kwa wakati huu hata stahili kwa uchaguzi wa urais mnamo Oktoba 25 kwa kuwa si mpiga kura. Ikumbukwe pia kwamba katika hatua hii hakuna njia nyingine ya kuomba kusajiliwa upya kwenye orodha ya wapiga kura. Sikubali kunyimwa haki yangu, sio haki na haieleweki, Tidjane alisisitiza katika video iliyorushwa kwenye mtandao wa kijamii. Tidjane Thiam alishutumu kunyimwa haki na kutoa wito wa mazungumzo ya kutatua hali hiyo. Tunahimiza pande zote kushiriki katika mazungumzo ya kujenga ili kura ya mwezi Oktoba yafiki viwango vya kimataifa na kwamba hakuna mtu yeyote anayetengwa katika mchakato wa uchaguzi, imeandikwa taarifa iliyotolewa Jumanne jioni. Hii ni taarifa kutoka Ivory Coast ama Cote d'Ivoire ambapo mahakama imemuondoa kiongozi wa upinzani kwenye orodha ya wapiga kura wa uchaguzi ujao utakaofanyika Oktoba 25 mwaka huu 2025. Wakati wewe unayaona ya kwako, hata kwa wengine pia yapo yanayofanana.